wa klabu ya Simba Ahmed Ally ametoka hadharani dakika 30 zilizopita. Amechapisha andiko linalosomeka hivi, itapendeza sana kama tukilisoma ili hata kwa yule ambaye anatufuatilia na mtozi wetu, najua hapo anaweza kufanya kitu, mambo yanakuwa vizuri kweli kweli. Ahmed Ally bwana ameandika, wengi tumeingia kwenye taharuki baada ya kuona aliyekuwa mshambuliaji wetu kutambulishwa klabu nyingine. Kwanza niwape pole wana Simba kwa taharuki hii. Anasema sipo hapa kujielezea nini kimetokea. Kitu muhimu zaidi kwa sasa, tuwekeze nguvu kwenye mchezo wetu wa kesho wa ngao ya jamii. Hakuna tunachokihitaji zaidi ya ushindi. Kwa misimu miwili tumeikosa ngao ya jamii. Huu ndio wakati sahihi wa kuchukua taji hili inshallah. Akili yetu, fikra zetu, mawazo yetu na nguvu zetu tuzielekeze Amani Stadium. Safari hii tunatakiwa kufungua msimu kwa ubingwa wa ngao. Tumerithishwa kuipenda Simba yetu, hivyo tuendelee kuipigania kesho tupate furaha ya wote. Hili ni andiko la Ahmed Ally ambaye ni meneja wa habari na mawasiliano, na watu akamwambia ya kwamba hii kazi bila shaka hata yeye anayoifanya ni ngumu. Wanamwambia semaji, kazi hii unayoifanya ni ngumu, ila hakuna namna, nguvu moja. Hili andiko huenda kuna namna lina kwa maana lina watoa unyonge Simba. Bwana yes ameshaondoka, ila sisi mwalimu alikuwepo, ndio ataondoka, ila jina na klabu ya Simba itaendelea kubaki. Wanaoelewa wanamuelewa sana Ahmed Ally anapoandika hivyo, kwa sababu kazi yake kweli ni ngumu, na ukiangalia hata hao ambao wameandika kazi yake ni ngumu, nafikiri wanaelewa situation namna ambavyo inakuwa, kwa sababu yeye kazi yake kubwa ndo kama hiyo. Kwa asilimia kubwa anaitimiza ipasavyo na anafanya kile ambacho kinastahili kufanywa kama meneja habari na mawasiliano, na tumekuwa tukizungumza kwamba ni miongoni mwa watu ambao wamejitofautisha na wengine, lakini pia ni watu ambao wanapenda ubunifu, mtu ambaye anahitaji kufanya kitu tofauti, lakini mwisho wa siku furaha ilikuwa haijachagua kuwa upande wake. Unaweza ukaona wakati Simba msimu uliopita wanatoa kombe la shirikisho pamoja na muungano, alifurahi sana hadi alitoa machozi, kwa sababu tangu ajiunge na Simba alikuwa hajawahi kufurahi kupitia kazi yake ambayo anayoifanya. Mpaka sasa msimu unaelekea kuanza, amefanya kazi kubwa katika maandalizi ya timu kuelekea msimu mpya mpaka kuanza kwenye mchezo wa kesho wa ngao ya jamii, lakini katika kazi yake ambayo anaendelea kuifanya, mojawapo ni kama hizi sasa. Malipo yake, unaweza ukasema malipo yake ukazungumza hivyo, yanaanza sasa kufifisha matumaini ya kile ambacho alikifanya. Inawezekana yeye hakuamini na kutarajia kama ambavyo walio wengi hawakutarajia hiki ambacho kimetokea. Hata Simba wenyewe inawezekana pia wameshangazwa na hiyo taarifa ambayo imetolewa na Yanga kwa ajili ya kwa maana ya kumsainisha Selemani Mwalimu. Kwa hiyo ni ngumu sana Ahmed Ally kukaa kimya, lakini pia ni ngumu sana kuandika. Hapo ameandika, lakini ni katika kuendelea kufanya kazi yake, kwa sababu mashabiki wote wapo upande wake. Yani yeye ndo anatakiwa angalie mashabiki wanapata nini, wanahitaji nini kwa wakati gani. Kwa hiyo wapo kwenye taharuki kama alivyoandika. Yeye hatakiwi kukaa kimya, lazima hawape walau neno la faraja. Anajua kwamba ni wakati mgumu, lakini siku zote hata mtu anapofiwa huwa anapewa faraja bana. Mungu akutie wepesi katika kipindi hiki kigumu, lakini sisi tupo upande wako, na anaamini kwamba Simba itaendelea kuwa upande wa mashabiki kwa sababu ni watu muhimu kwake kwenye club, na yeye kwa sababu ni kazi yake hawezi kukaa kimya, lazima azungumze. Kimeshatokea, kila mtu amestaajabu, amepata taharuki, amepata maswali mengi ambayo hata Simba wenyewe inawezekana hawana majibu, kwa sababu hata Ahmed Ally mwenyewe ukimuuliza inawezekana akakosa cha kujibu ambacho ni straight, ambacho kinaelezea situation nzima namna ambavyo imetokea. Kwa hiyo yuko sahihi kuandika hivyo, lakini pia ni katika kuendelea kutekeleza majukumu yake, na anaamini pia asipoandika kuna maswali pia atazidi kuwapa, kwa sababu wataendelea kujiuliza pia kwa nini Simba hawajazungumza chochote, na wao wenyewe ndio walimtambulisha. Lakini meneja habari tayari ameshatoka wazi, kashaandika. Nafikiri wanaofuatilia tayari wameshajua kwamba kweli
Simba wameliona na wao kumbe hawapo kimya. Kwa hiyo hiko hivyo, lakini kama tulivyosema ama kama nilivyosema tangu awali, Simba wana wakati mgumu sana, kwa sababu haya matukio ambayo yamekuwa yakiwakuta yanawakuta kwenye nyakati ambazo ndo kwanza kabisa wanaanza progression. Kama unakumbuka wakati msimu uliopita ulianza kwa masakata kama haya, yani ya moto, mara viongozi, mara katiba, mara nini. Mwisho wa siku Simba ilitetereka. Ligi ya mabingwa wanamaliza kwenye nafasi ya mwisho kwenye kundi, jambo ambalo ilikuwa ni ngumu kwao kumaliza, yani hawajawahi kumaliza nafasi ya mwisho kwenye kundi. Yote hayo ni katika kutetereka, ni katika sajili ambazo walizifanya zilifeli. Simba walikuja kutulia kuanzia dirisha dogo la usajili, ambapo walisajiliwa baadhi ya nyota ambao mpaka sasa hivi wapo. Sasa hivi msimu unaenda kuanza. Ngao ya Jamii ni kesho. Ubingwa wameupoteza katika misimu takriban miwili fululizo. Tena kwenye msimu mmoja wao wenyewe ndio wamepokonywa kabisa, kwa sababu msimu uliopita Yanga walishinda goli 1-0 wakitoa ule ubingwa. Baada ya hapo Simba wanahitaji kutetea, kurejesha kile ambacho kilikuwa upande wao. Wanakiteteaje ingali huku nje mambo si mazuri? Ndio maana tulikuwa tunasema hata wakati timu ipo Rwanda kwenye michuano ile kwamba huku ili mambo yaende vizuri kwenye timu lazima huku warekebishe baadhi ya mambo, lakini ukiangalia kila shida inayotokea kwa Simba chanzo kikubwa kipo kwa viongozi. Yes, sawa. Bravis Joas amebainisha namna hiyo, lakini kwa uchache zaidi Bravis pia tuzungumze kwa maana ya eneo ambalo anacheza Selemani Gomez Mwalimu. Kwa msimu uliopita Selemani Mwalimu akiwa na Simba Sports